Bwana, taarifa ya wekundu wa Msimbazi Simba kutokushiriki mchezo dhidi ya Yanga bwana ni moja kati ya taarifa ambayo inaendelea kutoa sura mpya kuelekea kwenye mchezo huo, mara baada ya klabu ya Yanga pia na wao kutoa taarifa yao kuelekea kwenye mchezo huu. Bwana, kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya Yanga wamechapisha taarifa inayozungumza hivi: uongozi wa Yanga African Sports Club unapenda kuutaarifu umma kuwa mchezo wetu wa ligi kuu ya NBC uliopangwa kuchezwa leo tarehe 8 mwezi wa 3 2025 dhidi ya Simba saa 1:15 usiku uko pale pale na hakuna mabadiliko yoyote. Yanga Afrika kama wenyeji wa mchezo tunaamini taratibu zote za mchezo kama inavyoelekezwa kwenye kanuni za ligi kuu ya NBC ziko sawa na maandalizi yote yako tayari. Uongozi wa Yanga Africa Sports Club utapeleka timu uwanjani uwanja wa Benjamin Mkapa kama inavyoelekezwa kwenye kanuni, na hatutakuwa tayari kucheza mchezo huu siku nyingine tofauti na leo. Tunawaalika uwanjani wanachama, mashabiki, wapenzi wa klabu yetu na wadau wengine waliosafiri kutoka mikoani, nchi za jirani na sehemu mbalimbali duniani kote kuja kushuhudia mchezo huu mkubwa barani Afrika. Imetolewa na mtendaji mkuu Andrew Mtine, Yanga African Sports Club. Bwana, taarifa iko hivyo na ieleweke hivyo kwamba Yanga wamesema wako tayari kupeleka timu uwanjani na mchezo uko pale pale, lakini kinacho nifurahisha zaidi ni hapa ambapo Yanga wamesema uongozi wa Yanga Afrika utapeleka timu uwanja wa Benjamin Mkapa kama inavyoelekezwa kwenye kanuni, na hatutakuwa tayari kucheza mchezo huu siku nyingine tofauti na leo. Kwa hiyo kama mchezo unahairishwa, maana yake kama mchezo hautokuepo, maana yake Yanga pia hawako tayari kupeleka timu tofauti na leo. Si unaelewa? Kwa hiyo tusubiri na kuona. Ni moja kati ya taarifa ambayo imechapishwa kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya Yanga, na Yanga ametoa msimamo wao huo kwamba mechi iko pale pale na wao watapeleka timu uwanjani, na kama sio leo, kama mchezo hautokuepo leo, basi Yanga hawatopeleka timu uwanjani. Na kupita ukitazama baada ya Yanga kutoa taarifa hiyo bwana, kwenye baadhi ya maoni baadhi ya wadau wamecomment na mashabiki kwenye ukurasa huu wa klabu ya Yanga. Arwatan Abdulaziz yeye ni moja kati ya watangazaji wa Yanga TV, anasema tuko njiani tunaenda kwa Mkapa. Anasema hapa Yanga ndio huwa mnanikosha sana, ndio maana tulipambana kupata uhuru kutoka kwa mkoroni, lakini mtani akawa snitch. Mwingine anasema verified Yanga Africa. Mwingine anasema meshajua mechi itapangwa siku nyingine. Juma Ayo ameweza kucomment na kuuliza swali hilo kwamba kwa nini wanasema hatutokuwa tayari kucheza mechi siku nyingine, kwamba kwa hiyo wameshajua mechi kama itapangwa siku nyingine. Mnasema tuko kwa Mkapa tayari, official Baba Levo. Mnasema kauli ya kiume imetoka. Mnasema tuchezeni kesho, leo ndoeni mabounce tufanye mazoezi yetu ya mwisho kulipizia vya jana. Mnasema leo ni weka tuweke. Mnasema mwananchi kama umefurahi kuona andiko hili lenye msimamo wa kibingwa kabisa, gonga like hapa. Wanaheshimu nauli zetu, wameheshimu nauli zetu, safari zetu, hela zetu za tiketi, kubeti, hisia zetu, lakini kubwa zaidi kutokutia huruma. Mnasema hakuna kutia huruma ila Simba. Mnasema haya wananchi tuendelee kukata tiketi, tubebe hata futari, tutafurahi uwanjani. Mnasema kumekucha. Mwingine anasema mimi nimetoka tangu saa 11 alfajiri kwenda uwanjani, wasipokuja tucheze kombolela tu mashabiki wote, dakika 90 tutarudi home. Mnasema mjitoe ufahamu hakuna timu iliyo juu ya kanuni na sheria. Mnasema nipo namalizia kujichora rangi za kijana njano hapa nje ya uwanja. Mnasema kipengele wamekuja nacho wao daima mbele nyuma mwiko. Mnasema kiufupi wakija uwanjani sisi tuna pointi zetu 3 na goli 5, na wasipokuja uwanjani pia tuna pointi zetu 3 na goli 3. Bodi ya ligi itatupatia bila kipengele, alafu kwa sababu goli 3 ni chache tutaenda huko kwa Ubunju kucheza nao tuwapige 2 zetu tusepe. Mnasema makolo kama vipi waachie Yanga pointi 3 ikijulikane na sio kususia kama sawa. Mimi nasema mimi ni Yanga ila kitendo tulichokufanya ni cha ajabu sana. Mimi nasema kwa hiyo wananchi hamtakuwa tayari kucheza mchezo huo siku nyingine yoyote, sio? Anauliza hivyo. Bwana, iko hivyo. Kwenye taarifa ya Yanga wao wamesema wako tayari kwenye mchezo wa leo na watapeleka kikosi, na mchezo ni leo
Kwa hiyo wao kama Yanga hawako tayari kucheza mchezo siku nyingine tofauti na leo. Kwa hiyo iko hivyo, lakini pia tumeona taarifa kutoka kwa mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mguto akisema kwamba wamepokea malalamiko na wanakaa kamati ya masaa 72 wanakaa kulishughulikia jambo na muda wote watakuja na majibu sahihi, lakini amewatoa wasiwasi mashabiki kwamba mechi iko pale pale, kwa watu wasubiri tu maamuzi atakayokuja kutolea. Lakini kama ambavyo pia tumeona taarifa kutoka ndani ya klabu ya Yanga, wao wanasema mechi iko pale na muda uliopangwa ni ule 1:15. Kwa hiyo wao hawako tayari kucheza siku nyingine na siku ya hii leo. Mimi nasema Uswahili wa kijinga mnaleta kwenye mpira wetu, ndio maana kila siku mnafungiwa na wasemaji wenu. Kulikuwa kuna haja gani ya kumzuia mgeni kufanya mazoezi kama kanuni inavyosema? Huu ni ushamba na uhuni. Anasema unaopelekea ligi yetu kushuka thamani, ndicho ambacho amekimaanisha. Unasema hii dabi haina kipengele, labda uje nacho wewe. Nasema nimependa neno hatupo tayari kucheza siku nyingine kisa wachezaji wao hawapo, basi wanataka kugairi. Unasema mbona mnajieleza sana, pelekeni timu yenu mbovu hilo bila figisu amchezi mpira sawa. Unasema walipo tutupa shimoni tukaibukia Ikulu. Unasema mtacheza na nani, anauliza hivyo. Unasema nyuma mwiko nimeita mara 3 na tuhujumu. Unasema yani tupo hapa na maloli ya GSM tunaenda kuwasomba kwa nguvu, tuwapeleke uwanjani, tunawakanda 5 then tunawarudisha. Unasema mtani hii dabi haina kipengele labda uje nacho we mtani. Unasema tupo tayari warete. Nasema mwingine anasema mnaongea tu kufarijiana, kumbukeni hamna mwanasheria wa maana huko na hakuna kesi mmewahi kushinda, na wakumbusha tu nyuma mwiko. Nasema hamna kipengele hapa, safi sana. Nasema zingatieni sentesi, hayupo tayari kucheza mechi hii siku nyingine tofauti na leo, bas wamekwisha. Bana, hizo ni baadhi ya comment lakini Farihan Kiham yeye ameandika watani tukaeni tuyajenge tuongee kama watu wazima. Basi huyu ni mmoja kati ya wachambuzi kutoka pale Clouds Media. Yeye amewasihi tu Yanga na Simba kuweza kukaa na kuona jambo hili linafanywa. Mr Black, mmoja kati ya wachekeshaji hapa nchini, mmoja kati ya shabiki wa klabu ya Yanga, yeye anasema kama Ramadhani kama kauli yake basi anasema hivyo. Sawa. Mwingine anasema Alimis sawa. Mwingine anasema Simba tunakuja uwanjani, shida yetu msipate mashabiki. Bana, hizo ni baadhi ya comment kupitia kwenye kauli ambayo imetolewa na klabu ya Yanga, ama taarifa ambayo imetolewa na klabu ya Yanga kwamba wao wako tayari kwa mchezo wa hii leo, lakini hawako tayari kucheza mechi hii tofauti na leo. Kwa hiyo kama kutakuwa kuna mabadiliko kwamba pengine mechi imesogezwa mbele ama mechi itachezwa muda gani au siku gani, Yanga hawako tayari, na wao wamesema wako tayari kwenye mchezo wa hii leo majira yale na wako tayari kupeleka timu. Lakini kama itakuwa ni tofauti, basi wao hawatopeleka timu. Comment yako ni ya msingi sana juu ya sakata hili la wekundu wa Msimbazi Simba na Yanga, baada ya Simba kutoa taarifa kwamba hawatoshiriki mchezo kutokana na vitendo ambavyo wamefanyiwa. Lakini pia Yanga ametoa taarifa kwamba wao wamezingatia kanuni za mchezo na wao wako tayari kupeleka timu uwanjani, lakini kama mchezo utaahirishwa au utapangiwa siku nyingine, basi Yanga hawako tayari kabisa kupeleka timu uwanjani. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.